Moja kati ya ripoti ambazo zinaweza zikawa ni ngumu sana kusikika katika masikio ya Ukraine ni pamoja na kauli ambayo imezungumzwa na Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin, ambaye amesema serikali ya Urusi haijasahau swala la mzunguko wa wanajeshi katika eneo la mapambano. Rais Putin amesema kwamba swala la mzunguko wa wanajeshi waliopo kwenye eneo la operation maalum ya kijeshi ni jambo ambalo linazingatiwa kwa umakini mkubwa, ambapo Wizara ya Ulinzi inashughulikia swala hili kwa umakini mkubwa. Bila shaka hatujalisahau, lakini maamuzi yatatolewa kulingana na hali halisi kwenye uwanja wa mapambano, amezungumzwa Bwana Vladimir Putin katika kikao cha baraza la rais la masuala ya utamaduni pamoja na sanaa. Putin ameongeza kwamba wengi wa wanajeshi waliochukuliwa kuingia katika eneo la Special Military Operation mwaka 2022 tayari wamekuwa wanajeshi ambao ni wataalam, na sasa hakuna ambaye anawaita tena kama wanajeshi wachanga kwa maana ya MOBEK, ambapo hapo awali lilikuwa linahusiana na askari ambao walichukuliwa kwa dharura kwenda katika eneo la mapambano. Amesisitiza kwamba wanajeshi hao sasa ni sehemu kamili ya vikosi vya jeshi la Urusi, wakifanya kazi sambamba na wanajeshi wa kikazi katika vikosi vya kitaalam vya jeshi la Urusi. Kwa hiyo Bwana Vladimir Putin ni rasmi sasa amewaingiza wale wapambanaji wote ambao walikuwepo katika eneo la mapambano, sasa wameingizwa rasmi kuwa wapiganaji wa jeshi la Urusi ambao wanatakiwa kulipigania taifa lao saa na wakati wowote ule. Wakati nchi za magharibi zikihangaika namna gani ambavyo zinaweza zikaisaidia Ukraine kukaa katika mstari wa kupambana na Urusi katika kipindi kirefu zaidi, tunaona serikali ya Urusi kupitia kwa Vladimir Putin, yeye anazidi kuongeza idadi kubwa ya wanajeshi, idadi kubwa ya silaha, idadi kubwa ya nyuklia pamoja na silaha nyingine mpya za kisasa ambazo Bwana Vladimir Putin anasema hizo zitatumika sana wakati wowote ule pale itakapohitajika. Kwa hiyo kama kuna mtu ambaye alikuwa anazungumza sijui Urusi imefanyaje, basi mwambie anajisahau sana. Rais wa Urusi Vladimir Putin ametuthibitishia jambo hilo. Lakini mnakumbuka kipindi cha nyuma pia nimekuwa nikiongea sana hapa kwamba pale nchini Ukraine wapiganaji ambao wanaweza wakapambana na majeshi ya Urusi kwa hivi sasa hata mmoja hayupo, na kuonesha kwamba hakuna mpiganaji yoyote ambaye anaweza kapigana na Urusi ni juu ya kile ambacho kimetangazwa na rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky, ambaye kimsingi ametangaza umri mpya wa wapiganaji kujiunga na jeshi, ambapo Kiev imepunguza kikomo cha umri wa uandikishaji wa jeshi, huku Marekani ikisukuma Ukraine kuelekea katika makubaliano ya kusitisha mapigano. Rais Volodymyr Zelensky ametangaza kwamba nchi yake ipo kuandikisha vijana zaidi katika jeshi lake, kwani vitengo kadhaa vinakabiliwa na upungufu mkubwa wa wanajeshi. Maneno haya siyazungumzi mimi tena, anaongea yeye mwenyewe Bwana Volodymyr Zelensky. Zelensky amesema kwamba uongozi wa kijeshi umeidhinisha upanuzi na uandikishaji ambao unalenga raia wenye umri wa kati ya miaka 18 na 24, ingawa ajira ya lazima jeshini inawahusu wanaume wenye umri wa miaka zaidi ya 24, lakini serikali kwa hivi sasa inahitaji kuwaweka vijana zaidi kujiunga kwa hiari ili kutoa motisha mbalimbali. Rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky si alichapisha lile bandiko akasema, nilitembelea kwenye mstari wa mbele, kuna mahitaji kutoka kwa vikosi maalum na tutayajibu kwa namna ambavyo inawezekana. Kutakuwa na brigedia zaidi ambazo zitajumuisha wataalamu vijana. Zelensky alisema mpango huu utahusisha pia kikosi cha ulinzi wa taifa na vikosi vya ulinzi mpakani, kwani kila jeshi lenye ufanisi linapaswa kupewa kila fursa ya kuimarisha uwezo. Chini ya kampeni ya uandikishaji ambayo imeanzishwa Februari 2025, vijana wanapewa ahadi ya malipo ya takribani hairini milioni 1 ambao ni kama dola 24,000 kwa mwaka kwa ajili ya kuhudumu katika jeshi pamoja na matibabu ya bure ya meno na fursa ya kuondoka Ukraini baada ya kukamilisha mkataba wao, fursa ambao haitolewi kwa wanaume wenye umri wa kawaida wa kujiandikisha na jeshi. Hata hivyo, wakosoaji wanasema kampeni hiyo ni kampeni ya udhalilishaji kwa vijana ambao wanatarajiwa kujiandikisha. Ifahamike, mwaka jana Rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky alipunguza umri wa chini wa kujiandikisha jeshini kutoka miaka 27 hadi 25,
lakini alikataa kupunguza zaidi, akihofia athari za kiuchumi na kijamii. Wafuasi wa Magharibi wameitaka Kiev kuandikisha vijana zaidi, wakisema jeshi la Ukraine lina wazee wengi na linakabiliwa na changamoto za kupambana na ufanisi. Juhudi hizi za Ukraine zinazidisha juhudi za uandikishaji, huku Marekani ikijaribu kupatanisha makubaliano ya kusitisha mapigano kati yake na Urusi kwa kutumia utegemezi wa Kiev kwa misaada ya kigeni kama shinikizo la kukaa katika meza ya mazungumzo. Sasa hilo ni 9. 10 yenyewe ni kwamba mmoja kati ya wanajeshi wa Ukraine ambaye alikuwepo katika eneo la operation ametuambia jambo ambalo limeniuma sana, limeniumiza sana, kwamba vijana wengi ambao wapo katika eneo la operation ni wale vijana ambao hawana baba, hawana mama, ni wale vijana ambao walikuwa wanaishi kwenye vituo vya kulea watoto yatima. Hao ndio wameenda kuchukuliwa na serikali ya Ukraine na kupelekwa huko waende wakapigane. Vijana hawa wenye umri wa miaka 18, mwanajeshi wa Ukraine anayefahamika kama Oleg Vashenko ambaye yuko mateka amesema kwamba vijana hawa walikuwa ni sehemu ya kikosi cha 105 cha ulinzi katika eneo la jeshi la Ukraine VSU. Katika mahojiano ambayo tunayachapisha hapa, tunaona Vashenko anadai kwamba baadhi ya wanajeshi hao ni watoto ambao wametoka katika maeneo ya kulelea watoto yatima. Vashenko amesema kwamba alipokea wito wa kujiunga na jeshi kutoka kituo cha uandikishaji wa kijeshi na kutumwa katika kikosi cha 105. Ili kuepuka kutumwa katika mstari wa mbele, alilazimika kutoa hongo ya takribani $3,000 kwa afisa wa ngazi ya kanali msaidizi wa jeshi la Ukraini, na akahamishiwa kama fundi wa matengenezo ya ndege katika mkoa wa Luhansk. Hata hivyo, muda mfupi baadaye kikosi chake kilitupwa vitani katika eneo la mpaka wa Suza, licha ya uhaba mkubwa wa askari ambao wamepata mafunzo ya kijeshi. Pole sana, anasema, katika kikosi chetu kulikuwa na vijana wadogo ambao kwa hakika hawakuwa wamefikia umri wa miaka 18. Nafikiri wengi wao walitoka kwenye makao ya watoto yatima. Kwa mujibu wake, hii inaonyesha ukosefu mkubwa wa askari wa jeshi la Ukraine, ambapo Vashenko amefichua kuwa wakati wa mapigano baadhi ya wanajeshi wa Ukraine walichagua kujitoa na kujisalimisha kwa vikosi vya Urusi badala ya kupambana katika hali ambayo haikuwa na matumaini. Kwa sasa Vashenko anasema amepata matibabu, chakula cha kutosha na mazingira mazuri ya usafi, huku akisema kwamba hivi sasa yupo kifungoni, lakini anatamani asirejee tena uraiani, akisema kwamba wale wanaojisalimisha wanahakikishiwa ulinzi mzuri na hali nzuri za maisha. Hapo awali ripoti nyingi zilieleza kuhusu masharti ya kulazimisha watu kujiunga na jeshi la Ukraine, ikiwa ni pamoja na kuandikisha watu wenye ulemavu na wazee. Wanajeshi wa Ukraine waliokamatwa mara kwa mara wameelezea jinsi ukosefu wa askari wenye mafunzo ya kijeshi unavyolazimisha viongozi wa kijeshi kutumia watu wasiokuwa na ujuzi wa kivita katika mapambano. Nafikiri nitaongeza neno lolote katika eneo hilo. Ninyi ni mimi, mimi ni ninyi. Mnaweza mkasema na mimi kwenye comment section hapo nini, kwamba maneno yote ambayo nimewahi kuyazungumza sasa hivi si tu tena maneno ambayo nimewahi kuyazungumza, bali ni maneno ambayo yanakuja kuthibitisha, yanapigia mstari, yanasakafia zile kauli zangu zote ambazo nimewahi kuzizungumza kuihusu Ukraine. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.